Na kutoka CGTN kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Juhudi za uokoaji zinaendelea huku moto katika eneo la makazi ya Hong Kong ukidhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Sekta ya usafirishaji mizigo China yaendelea kukua ndani ya mwaka wa 2025. Na China yazindua ISAT, mfumo mpya wa kulinda usalama wa anga. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na juhudi za uokoaji na misaada zinaendelea Hong Kong, huku mamlaka ikisema kwamba moto katika Wang Fu Court, eneo la makazi lililopo Tai Po, umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Moto huo ulizuka Jumatano mchana na kusababisha vifo vya angalau watu 75, huku 76 wakijeruhiwa na wengine zaidi bado hawajulikani walipo. Mwenzangu Hamis Darwesh alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Wang Fu Court ina majengo ya makazi manne, yote yalikabiliwa na ukarabati mkubwa, ikiwemo matengenezo ya kuta za nje. Wakati moto ulipotokea, sakafu na nyavu za kinga zilifunika majengo hayo na moto kusambaa haraka hadi katika majengo yote manane. Moto huo umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa na watu 55 wameokolewa na wazima moto, serikali ya mkoa maalum wa utawala wa Hong Kong ilisema Alhamisi. Baada ya moto kuzuka, serikali ya Hong Kong ilituma timu 26 za utafutaji na uokoaji, zaidi ya magari 300 ya zimamoto na ambulansi, pamoja na zaidi ya wazimamoto 1200. Mamlaka za afya zilianzisha taratibu za dharura ili kutoa msaada kamili wa matibabu kwa waliojeruhiwa. Makazi 9 ya muda yameanzishwa katika Tai Po kwa hifadhi wakazi wa majengo ambao wamehamishwa na moto huo. Jamii na mashirika kote Hong Kong yamehamasika kuchangia vifaa, huku wakazi wengi wakijitolea kusaidia kusajili waathirika na kugawa misaada katika vituo hivyo. Maafisa kutoka ofisi ya masuala ya Hong Kong na makao ya kamati kuu ya CPC, ofisi ya masuala ya Hong Kong na makao ya baraza la serikali na ofisi ya mawasiliano ya serikali kuu katika Hong Kong walitembelea kituo cha jamii katika Tai Po na hospitali ya Prince of Wales Alhamisi asubuhi kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na waliojeruhiwa. Maafisa hao walisema serikali kuu itaendelea kuiunga mkono kikamilifu serikali ya Hong Kong katika juhudi za uokoaji na urejeshaji. Sekta ya usafirishaji mizigo nchini China imeonyesha ukuaji thabiti katika miezi 10 ya kwanza mwaka huu. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa Ijumaa na shirikisho la China la usafirishaji mizigo na ununuzi, thamani ya jumla ya shughuli za usafirishaji mizigo nchini humo iliongezeka kwa 5.1% na kufikia yuani trilioni 293.7. Simiwa Njala anatuarifu zaidi. Katika kipindi hicho, kiasi cha mizigo ya matumizi ya nyumbani kiliongezeka kwa 6.4% na mchango wake katika jumla ya shughuli za usafirishaji kuongezeka kwa 0.1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Shughuli za usafirishaji zinazohusiana na ununuzi mtandaoni zimeendelea kuwa hai, huku huduma za biashara mtandaoni ikiwemo uuzaji mtandaoni na biashara kupitia matangazo ya moja kwa moja zikionyesha ukuaji thabiti. Sekta ya usafirishaji pia imeendelea kuboresha miundombinu na njia za usafirishaji. Mizigo ya safari ndefu kama vile nafaka, pamba, vifaa vya nishati ya jua na kemikali imehamishwa kwa kiwango kikubwa kwenda usafirishaji wa reli na maji. Usafirishaji unaohusu reli na maji umeendelea kupanuka, ambapo reli zilisafirisha kontena milioni 14 kupitia mfumo huu katika kipindi hicho, ongezeko la 16.2% mwaka hadi mwaka. Takwimu pia zinaonyesha kuwa mapato ya biashara za kampuni kuu za usafirishaji mizigo yaliongezeka kwa 4.4% katika miezi 10 ya kwanza ya mwaka 2025 na kuendeleza mwendo wa ukuaji kwa miezi 3 mfululizo. Kasi ya ukuaji ya mauzo ya rejareja mtandaoni ya bidhaa halisi imezidi kasi ya ukuaji wa mauzo ya jumla nchini. Hii inaonyesha kwamba kupitia ukuzaji wa mazingira mapya ya matumizi, mahitaji ya biashara mtandaoni na huduma za usafirishaji zinazohusiana na e-commerce yameendelea kuwa na ukuaji thabiti. China na Afrika Kusini siku ya Jumapili walizindua mpango mpya wa ushirikiano unaolenga kusaidia juhudi za uboreshaji wa maendeleo barani Afrika, ukilenga kuhamasisha
uwekezaji zaidi na ushirikiano wa kimataifa katika mustakabali wa bara hili. Mwenzangu Tom Njala ana maelezo zaidi. Huu ni mpango wa pamoja kati ya China na Afrika Kusini kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya Afrika na kuongeza umakini wa jumuiya ya kimataifa hasa katika uwekezaji wenye tija barani humo. The initiative on cooperation supporting modernization in Africa was jointly drafted by China and Africa, bears distinctive African features and charts the course for Africa's development. Its features include a huge population going together towards the goal of modernization, common prosperity for all. We believe each one should not be left behind. Material and cultural ethnic progress, harmony between humanity and nature, and very importantly, peaceful development. China has proven through its own practice that modernization is by no means a single choice question, nor is it a privilege reserved for a small handful of countries. Mpango huo pia unahimiza nchi nyingine kuongeza ushirikiano wa kimataifa katika miundombinu rafiki kwa mazingira na sekta ya uchimbaji madini wa kijani. The initiative comes amid urgent calls for deeper international cooperation in the field of mineral resources. Green and low carbon development is injecting new impetus into high quality development of the mineral sector and creating new development opportunities for all countries. The initiative paints a blueprint, providing feasible paths towards green, sustainable development in mining. It elucidates the concepts of green mining and minerals and identifies 7 cooperation areas to share benefits through joint contribution in a flexible, practical manner. Mpango huo pia unaungwa mkono na kongamano la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo. We at UNCTAD are very committed, very supportive of the initiative that are being presented, and especially we have been participating in the Green Mining and Minerals Initiative that is so close to what we do. And let me start by saying that somewhere in rural South Africa tonight, a family will turn on lights powered by the sun. In a village in Ethiopia, a clinic will refrigerate vaccines using battery storage. And Chinese technology and investments have made very important contributions for these awesome possibilities to exist at all. China imezindua mfumo mpya wa ufuatiliaji wa anga unaoitwa ISAT, ambao utajumuisha satellite 156 zitakazozinduliwa kuanzia mwaka ujao. Mfumo huu unafuatilia satellite na takataka za anga duniani kote, kutabiri hatari za migongano na kutoa data muhimu kwa usimamizi salama wa usafiri wa anga. Nilizamia taarifa hiyo na nimekuandalia ripoti ifuatayo. Mfumo huo unalenga kujenga mtandao wa uangalizi wenye kasi na unaofunika dunia nzima katika mzunguko wa karibu na dunia ili kuboresha usalama wa shughuli za anga za juu. Mfumo huo unaoitwa ISAT utakuwa na satellite 156 na uzinduzi wake utaanza katika nusu ya kwanza ya mwaka wa 2026. Satellite hizi zitakuwa na kamera zenye uwanja mpana wa mtazamo, kamera za miale ya infrared, kamera za picha za kawaida, vifaa vya ufuatiliaji wa mawimbi ya sumaku umeme, kamera za rangi nyingi yani multispectral, vitengo vya kompyuta na programu za uchakataji wenye akili. Zikianza kufanya kazi kikamilifu, mfumo huu utaweza kugundua, kufuatilia, kutambua na kuweka kumbukumbu za satellite zilizopo angani pamoja na kuchunguza takataka za anga. Kupitia uchambuzi wa data za mizunguko ya satellite na utabiri wa hatari za mgongano, mfumo utatoa huduma sahihi na za haraka kwa usimamizi wa usafiri wa anga. Uwezo huu umeundwa kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za msongamano wa vifaa angani na hatari za takataka za anga, hivyo kuongeza usalama wa shughuli za anga. Kazi kuu ya mfumo huu wa ufuatiliaji wa anga ni kukusanya taarifa kuhusu takataka za anga na satellite zinazofanya kazi. Taarifa hizo zitachambuliwa na kutumiwa na satellite zilizo angani ili kuzuia uwezekano wa kugongana wenyewe kwa wenyewe au kugongana na takataka za anga. Maonyesho ya anga yamepamba moto katika jiji la
Zhuhai kusini mwa China, wakati timu za akrobati kutoka China na Afrika Kusini zikionyesha uwezo wao wa hali ya juu kwenye onyesho la Aero Asia. Ronald Mutie anatufahamisha zaidi. Timu za maonyesho ya ndege za mizunguko ya kasi kutoka China na Afrika Kusini zimefanya maonyesho ya kuvutia kwenye onyesho la Aero Asia ambalo lilifunguliwa siku ya Alhamisi katika jiji la Zhuhai kusini mwa China. Katika kituo cha maonyesho cha kimataifa cha ndege cha Zhuhai, onyesho hilo la siku 4 linavutia zaidi ya kampuni 380 kutoka nchi na maeneo 22 zikionyesha mafanikio mapya katika anga ya kiraia na usafiri wa anga. Wakati wa maonyesho hayo ya siku ya Alhamisi, timu ya akrobati ya Aero kutoka Afrika Kusini ndiyo iliyoanza ikifanya maonyesho ya mitindo ya muundo wa ndege 4 kwa kutumia ndege za kiwango cha kimataifa za XA-42. Kupitia mabadiliko sahihi ya muundo wakati wa kushuka, marubani walionyesha uratibu wa hali ya juu na ustadi mkubwa wa kuendesha ndege. We prepared a whole sequence of aerobatic maneuvers, and we do loops, switchblades, all kinds of maneuvers. I see around us a lot more types than before. Every year I come to China, there's more and more aircraft. It's very impressive. Baada ya timu ya Afrika Kusini, wakufunzi wazoefu kutoka timu ya akrobati ya Hongshin, yaani nyota nyekundu ya China, walipaa angani wakitumia ndege 4 za CJ6. Ndege hizo ambazo zimetengenezwa China, ambazo bado zinaendelea kufanya maonyesho kwa usahihi wa hali ya juu, ziliwachangamsha watazamaji kwa mfululizo ya maonyesho ya mizunguko ya kasi yenye kuhitaji umahiri mkubwa. The CJ6 is China's first aircraft with fully independent intellectual property rights. It is also a fully aerobatic aircraft with outstanding flight characteristics. Through flight demonstrations by different countries, we promote aviation culture and passion for flight. Mkoa wa Xinjiang uliopo kaskazini magharibi mwa China umeimarisha hatua za kulinda ua adimu la yungiyungi pori linalostawi katika maeneo ya uwanda wa juu. Katika harakati hizi za uhifadhi, mamlaka zimeongeza ulinzi dhidi ya uchumaji holela pamoja na kuzuia mifugo kulishwa katika maeneo ambayo maua hayo hutokea kwa wingi. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu hii yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mkoa wa Xinjiang ulioko kaskazini magharibi mwa China umeongeza juhudi katika uhifadhi wa yungiyungi pori, spishi adimu ya maua inayokuwa katika maeneo ya uwanda wa juu, na kuzuia kuchumwa kiharamu na malisho ya mifugo. Kila mwaka kuanzia mwezi Julai hadi Septemba ni mfumo wa kuchanua kwa yungiyungi pori ama sorceria katika milima maarufu ya Tianshan mkoani Xinjiang. Vifugo vya yungiyungi pori kwa sasa vimechanua kikamilifu katika mlima wa barafu wa Karlik ambao ni sehemu ya mashariki ya milima Tianshan na kutengeneza uwanda wenye uzuri wa kipekee. Mlima wa barafu wa Karlik ni sehemu ya mashariki zaidi ya mwisho wa milima Tianshan ambayo kilele chake ni mita 4888 kutoka usawa wa bahari. Miamba yake ya mawe na mimea yake inatoa mazingira mazuri ya kukua kwa yungiyungi pori. Katika mwinuko wa mita 3600, yungiyungi pori zinachanua vizuri katika hewa ndogo na upepo wa baridi milimani, ikionyesha usafi. Barafu, mito, yungiyungi pori na maua mengine mengi kama maua ya kumwani ardhini kwa pamoja yanainua mfumo wa kipekee wa ekolojia katika uwanda wa juu. Yungiyungi pori ni mmea adimu ambao unakuwa katika maeneo ya mwinuko. Nchini China mara nyingi unapatikana karibu na mstari wa barafu wa milima Tianshan, milima Kunlun, milima Altai na uwanda wa Pamir mkoani Xinjiang. Yungiyungi pori pia ina thamani kubwa sana kama mitishamba, hivyo idadi ya mmea huo adhimu wa porini
imeendelea kupungua kwa kasi kutokana na kuchumwa kupita kiasi. Zaidi, maeneo mengi ya Xinjiang pia yamefanya utafiti kuhusu uzalishaji bandia wa spishi hii kupitia ufundi wa kilimo cha milimani, ukilenga kuanzia vituo endelevu vya kilimo ili kukabiliana na mahitaji na kushughulikia changamoto ya rasilimali. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina, ambapo katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Di san ke, ta shi谁? Mambo. Karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Zawadi za Christmas. Wakati wa sikukuu ya Christmas, mama anatayarisha zawadi nyingi. Tafadhali jibu swali kulingana na picha ya mtu kwenye kadi iliyoko kwenye soksi. Utapokea zawadi zote ukijibu kwa usahihi. 他是谁? 他是成龙。 他是谁? 他是姚明。 他是哪国人? 他是中国人。 他是哪国人? 他是英国人。 他是谁？他是成龙。他是谁？他是成龙。他是谁？他是成龙。 他是谁？他是成龙。成龙是哪国人？中国人。 成龙是哪国人？中国人。成龙是哪国人？中国人。成龙是哪国人？中国人。 Sasa tumemaliza majaribio yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 他是谁?
妈妈，他是谁？他是章子怡。他呢？他是姚明。他们都是中国人。我认识他，他是迈克尔·杰克逊。他是谁？真漂亮。你好，我是艾玛。你好，你好。1、2、3，茄子。他是谁？妈妈，他是谁？他是章子怡。他是谁？他是章子怡。他呢？他是姚明。他们都是中国人。他是谁？他是姚明。他是哪国人？他是中国人。我认识他，他是迈克尔·杰克逊。他是谁？他是迈克尔·杰克逊。他是谁？真漂亮。你好，我是艾玛。你好，你好。他是谁？他是艾玛。1、2、3，茄子。Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Haya, kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.